Katika ulimwengu uliojaa watu, kwa nini wewe peke yako hauna mwandani? Je, furaha si sehemu yako maishani? Umeumbwa ukitamani mwandani, familia, jamii, na kukosekana kwao kunakupeleka kutoridhika kwa kina na maisha. Ikiwa uko katika hatua ya maisha yako sasa ambapo ni kadari yako kuwa mpweke, utakabiliana nayo vipi? Unakubali vipi upweke na hofu inayoambatana nayo? Ewe Abu Dhar, utaishi peke yako, utakufa peke yako na utafufuliwa peke yako siku ya hukumu. Baadhi ya watu hawakukadariwa kuwa na wengine, lakini wengi wetu tulikadariwa hivyo. Kwa hakika, moja ya mzizi ya neno insan katika Kiarabu ni uns, ambalo ni neno linalotumika kuelezea faraja inayotokana na uhusiano wa pekee wa kibinadamu. Kwa hivyo, binadamu hutafuta faraja kwa kuungana na wengine, na Allah alituumba tuwe ndani ya familia pana, majirani na jamii. Ndio maana Sunna imeweka aina zote za nafasi za jamii na ushirikiano: swala 5 za kila siku kwenye msikiti, swala za tarawih usiku wa Ramadhani, kushiriki chakula na kulisha watu pamoja. Na hata wakati wa kusafiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishauri kuwa na mwenza kila wakati. Katika baadhi ya riwaya hata anakataza kulala peke yako usiku au kusafiri peke yako ikiwa una chaguo la kuepuka hilo: an yabita rajulu wahda au yusafira wahda. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa sheitani ni kama mbwa mwitu ambaye hushambulia kondoo aliye peke yake, fa alaikum biljamaa walama. Kwa hivyo shikamaneni na jamii na msijiweke peke yenu. Hiyo kwa kweli ni sehemu ya sababu kwa nini ni ibada kuwa na walima baada ya harusi na hakika baada ya mtoto kuzaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifu vikao vya elimu na ukumbusho kama bustani za peponi ambazo malaika huzunguka mitaani kila usiku wakizitafuta. Allah ameumba karibu kila kitu kwa jozi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, na katika kila kitu tumeumba kwa njozi ili mzingatie. Musa alayhi salam aliomba kwa Allah ampe ndugu yake awe nabii: ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri, kwake yeye niongezee nguvu zangu na umshirikishe katika kazi yangu. Baadhi ya wanaume walisema kuwa hakuna aliyewahi kufanya neema kubwa kwa mwingine kama Musa. Kupitia dua yake ndugu yake alifanywa nabii. Na bila shaka binadamu hutamani mwandani, kupata faraji kutoka kwa upweke. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza ndoa kwa nguvu sana hadi akasema, an-nikahu min sunnati, na ndoa ni sehemu ya sunna yangu, na yoyote anayeepuka sunna yangu si wangu. Na ni ufungamano unaoleta upendo na rehma. Waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma. Imam Razi rahimahullahu anatoa maoni juu ya hili akisema kwamba moja ya ishara za Allah katika ndoa ni kwamba mtu anaweza kuwa na upendo zaidi kwa mtu anayekutana naye miezi michache tu iliyopita kuliko familia aliyoijua maisha yake yote. Na miungano bora ni ile inayoleta familia pamoja. Watu waliokupenda hapo awali na wale unaowapenda sasa, ambapo nawapa kila mmoja haki yake na kukuza rehma na utulivu. Na kabla hujajua unaweza kuwa na maisha mapya mbele yako na mwandani wa kuyashiriki nawe. Hatima yenu sasa imeunganishwa milele.
Katika janna hakuna mtu aliyempweke, na ikiwa watu wawili watafika janna pamoja, watakuwa na kila mmoja huko pia. Kwa hivyo unaweza kuwa unaoa sehemu ya janna yako hapa. Na kama vile maisha yako yalivyojazwa na nyakati nzuri katika dunia hii, Allah atamfanya mwandani wako kuwa sehemu ya janna yako ya kupendeza zaidi ikiwa utafanya matendo mema yanayopata radhi zake pamoja. Lakini vipi ikiwa upweke ni kadari yako hapa? Na zaidi ya ndoa, kwa nini hiyo itakuwa hivyo katika hatua tofauti za maisha yako? Wanazuoni walitaja aina mbalimbali za upweke. Unapokuwa bila mwandani au rafiki au mwanafamilia ni vigumu, lakini inaweza kuwa ni kufungua zawadi ya halwa, kujitenga na kujifunza kutafakari juu ya ishara za Allah bila usumbufu wa watu. Kisha kuna upweke wa kutengwa, na huo ndio mgumu zaidi. Watu wanapokuacha kwa sababu ya jinsi ulivyo au tabia yako ya asili na kusababishia kujitenga na watu. Unaweza kuwa na upweke uliokadariwa kwa sababu una tabia mbaya sana na hakuna anayetaka kuwa karibu nawe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mtu mbaya zaidi ni yule ambaye watu humtenga kwa sababu hawataki kuamiliana na midomo yao michafu. Kwa hivyo Allah anaweza kukuandikia upweke kwa njia hiyo ili uweze hatimaye kushughulikia hasira yako au tabia mbaya, ili usiwatenge tena watu unaowapenda. Na jambo lile lile ni la kweli kwa dhambi na upweke. Baadhi ya watu wanaokuzunguka wanaweza kutaka kuacha tabia mbaya zinazosababisha kushindwa katika maisha haya au ya baadaye, nawe unabaki nyuma ukiwa umekwama ndani yao, huku Allah akikupa onyo upange vipaumbele vyako vizuri, ndipo aina sahihi ya watu watarejeshwa katika maisha yako. Lakini subhanallah, wakati mwingine si dhambi zako zinazokutenga na watu. Wakati mwingine kwa hakika ni matendo yako mema na viwango vya juu vipe vinavyokutenganisha, na huo ndio utengano wa kusifiwa unaojulikana kama ghurba. Kwa sababu tunapokuwa katika imani yetu na kuacha mitindo ya kale ya maisha, tunaweza kupoteza marafiki wa zamani na baadhi ya wanafamilia wanaweza hata kuwa wa mbali. Kwa hivyo kama Ibnul Qayyim rahimahullah alivyoelezea, si kwamba upweke peke yake ni daraja ya kiroho, lakini mtu anapopanda cheo, upweke wake unaweza kuwa matokeo yaliyokadariwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema al-arifu anis sabilillah au hashahum min ghairi. Yule anayemjua Allah hupata ukaribu naye ambayo humsababisha umbali na wengine isipokuwa yeye. Kwa hivyo tendo jema na tendo baya vinaweza kupelekea kadari ya kutengwa na watu wengine, lakini iwe ni kupitia kile Allah alichokadaria kwa upweke wa kimwili, kutengwa, kusubiri kupata mwandani wako, au kutokuwa na rafiki na familia yako tena, kumpata Allah kama matokeo ndio kadari kubwa unayoweza kuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi Qudsi, ana inda dhanni abdi bihi wa ana ma'ahu idha dhakarani, mimi ni kile mtumishi wangu anifikiriacho na mimi niko naye anaponikumbuka. Fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa idha dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu, ikiwa ananikumbuka ndani yake nitamkumbuka ndani yangu, na ikiwa ananikumbuka katika mkusanyiko nitamtaja katika mkusanyiko ulio bora zaidi kuliko wake. Allah subhanahu wa ta'ala anapokadiria kupoteza riziki katika mali nawe unavumilia, anakupa mali kubwa zaidi peponi. Lakini Allah anapoamuru kwako upweke na upotezaji wa watu nawe unavumilia, anakupa kitu bora zaidi kuliko hicho, anajitolea kwako. Mata au hashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka baba al-unsi bihi, anapokutenga na viumbe vyake, jua anataka kukufungulia mlango wa ukaribu naye. Kukubali kuwa mtu uliyemtaka kuwa naye hapo awali amechaguliwa kwa mwingine inaweza kuwa njia ya kuonja utamu wa imani. Majuto ya kitu kibaya ulichomfanyia mwingine inaweza kuwa ufunguo ya kuwatendea wema wengine wote Allah anaweka katika njia yako kwa ihsani. Lakini wakati wengine tunawapuuza watu waliokuwapo kwa ajili yetu katika maisha yetu, tukiwafuata watu wapya. Kuridhika ni kuangalia riziki yako ya sasa kama nyingi bila kukata tamaa juu ya usicho nacho. Inapokuja kwa uhusiano, pia ni kuangalia wale ulionao sasa, lakini labda hukuwahi kuwazingatia, huku ukifurahia wandani wapya Allah aliyekujalia. Lakini katika msisimko huo wa kumpata mwingine, unaweza kuishia kuaga wale ambao hawakukusahau kamwe.
na ambao walikuwa wakingoja kwa hamu wakumbuke hata kwa simu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.